Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Heri. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Wakati wakitoka, Pendo alifurahi. Wakati Heri alikuwa kajawa na wasiwasi mkubwa. Alijua lipo jambo zito analoitiwa. Moyo ukamwenda mbio. Alitaka amuulize Pendo pale pale kwenye mlango wa darasa ni nini anachoitiwa, lakini akasita. Pendo hakuonyesha kutaka kumsikiliza. Moyo wa Heri ukazidi kwenda mbio. Pendo akazidi kupiga hatua za haraka haraka. La ajabu ni kwamba Pendo aliyekuwa katangulia mbele hakuelekea ofisini kwa mwalimu mkuu wa shule. Tena Heri alipotaka kuelekea huko akamkataza. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Hapo ndipo Heri akakaza roho akamuuliza, "Vipi? Kaugundua uhusiano wetu nini? Hebu niambie ukweli kwanza." Heri aliuliza swali hili akiwa na hofu iliyojidhihirisha wazi usoni mwake. "Nini wewe lakini?" Pendo akajibu hali akicheka kidogo. Kisha akabadili mwelekeo. Akaanza kwenda akielekea ofisini kwa mwalimu mkuu. Akaendelea kusema, "Hebu usinivunje mbavu mwana mwenzio, wewe nifuate tu." Akazidi kwenda haraka haraka. Alipofika mahali ambapo alijua kuwa mwalimu wake Heri kwa vyovyote vile asingeliweza kuwaona hata kwa kuwachungulia, akasimama. Akasema, "Sasa Heri, nisikilize. Huitwe na mwalimu mkuu wala nani? Ni mimi ninayekuita. Mwalimu mkuu nimemtumia ili tu uweze kuruhusiwa kutoka darasani. Kilichonifanya nikuite ghafla hivyo ni kwamba baba yangu mzazi ameniambia kwamba nije hapa shuleni nichukue kila kilicho changu. Akanitaka nisimwage mtu yoyote yule. Tena nirudi nyumbani kabla ya saa 7 mchana wa leo. Mpaka sasa sifahamu anataka kunifanyia nini. Sitamwaga mtu yoyote yule. Wewe nawe na kuomba uweke siri hii moyoni mwako tu. Ila ninakuomba ufuatilie hadi ujue hatima yangu ni nini. Maana sijui maisha yangu yatakuwaje baada ya leo." Heri alipomuuliza maswali zaidi, Pendo ambaye sasa alionyesha kusononeka sana, alikataa kuyajibu. Akasisitiza waachane. Akasema, "Wewe rudi darasani, vinginevyo tutagunduliwa tukiwa hapa na mambo yatakuia mabaya wewe mwenyewe." "Oho, shauri yako. Mimi nitakuwa simo, maana mambo yangu yanavyokwenda yananifanya nisijihesabu kuwa mwanafunzi tena. Haya, fanya haraka urudi darasani." Heri akatii na kuondoka kurejea darasani. Maneno hayo ya Pendo yalitia msumari wa moto ndani ya kidonda kibichi cha moyo wa Heri. Kidonda hiki kilikuwa kikiendelea kuwa kibaya siku baada ya siku kwa sababu ya Pendo kutoonekana shuleni kwa sababu ambazo Heri hakuweza kuzibaini. Maumivu yalizidishwa na hali ya Heri kutoweza kupata upenyo wa kufika angalau mara moja nyumbani kwa kina Pendo. Alitamani sana asifike kumjulia hali. Ukali wa wazazi wa Pendo haukuruhusu jambo kama hilo. Sasa leo maji yamezidi unga, badala ya Pendo kumwaga mwenzake kuwa hatafika tena shuleni kabisa. Heri aliingia darasani kwake akiwa mnyonge sana. Machozi yalikuwa yakimlengalenga machoni. Hivyo macho yote ya wanafunzi wenzake pamoja na mwalimu wao yalimwangalia yeye tu. Hali hii ilimlazimisha mwalimu kuacha kufundisha kwa muda. Kwa jinsi Heri alivyoonekana, kila mmoja alishawishika kuamini kwamba makubwa yalikuwa yamemkuta mwenzao.
kama Heri hakurambwa fimbo leo, basi kapachikwa adhabu nyingine babu kubwa. Mwanafunzi mmoja alimnong'oneza mwenzake, labda kafukiwa vibaya tu. Mwenzake akajibu, hapana, kafukiwa ndio aliye namna ile. Maneno hayavunji mfupa eti. Maneno hayawezi kuniliza mie. Akacheka. Mwenzake akasema, labda hujawahi kusemwa wewe. Kuna maneno yanayouma kuliko hata fimbo. Bora upigwe mwilini yaishe kuliko kusutwa moyo ukakereheka. Mwalimu alipoanza kufundisha, wote wakanyamaza. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Pendo alipomaliza kuzungumza na Heri, aliondoka shuleni pasipo hata kuingia darasani kwake wala kuzungumza na mtu mwingine zaidi. Moja kwa moja akarudi nyumbani kwa wazazi wake. Hakuna mtu aliyetazamia kuwa Pendo angerudi nyumbani mapema kiasi kile. Hivyo alipofika nyumbani, aliwakuta wazazi wake wamejifungia chumbani wakizungumza kwa sauti ya kusikika vizuri. Mamake Pendo alisema, mimi naona kijana yule hahusiki kabisa. Anahusika tu. Tena ndiye hasa. Mimi mwenyewe nimemwona kwa macho yangu haya. Mara ya kwanza alikuja hapa nyumbani kwangu akimuulizia Pendo. Nikamfukuza. Karibu ni mzabe vibao. Hivi karibuni tena kiasi cha wiki moja iliyopita nikamkuta amesimama naye njiani. Nikawapita pasipo kumsemesha neno. Sasa nisipoyaamini macho yangu mwenyewe niamini ya nani? Akamalizia maelezo yake akiwa kamkazia mkewe macho kwa ukali. Lakini mume wangu, tuwe waangalifu sana juu ya jambo hili. Tusilifanyie haraka. Mkewe akajibu, tusilifanyie haraka vipi wakati mtoto amekwishaharibika? Mimi daima nitaamini macho yangu mwenyewe. Upuuzi mwingine sitaki. Akafoka babake Pendo. Sisemi tusilishughulikie mume wangu. Mbona unielewi? Ninachosema ni kwamba tusiamue kwa haraka. Tusubiri mtoto mwenyewe arudi, tumwite, tumuulize atueleze muhusika ni nani. Tukimpa nafasi atatueleza. Haiwezekani. Mimi nawajua hawa mabinti hawasemi kweli hata siku moja. Huyo Pendo atatudanganya tu. Akasema kwa hasira. Mimi naona tuwe na subra mume wangu. Akasisitiza mkewe. Hakuna hiyo. Akafuka tena. Kisha mumewe akaendelea kusema, pesa nilizomsomeshia Pendo lazima zirudi. Nimekusha kuzungumza na baba yake Hamisi juu ya hatua tunayotaka kuchukua dhidi ya mwanae kwa ajili ya kumharibu binti yetu. Ameafiki. Tena ameniahidi kuwa endapo kweli tutafanikiwa kumfanya Hamisi amoe Pendo, basi atanitunuku mimi zawadi kubwa sana. Maana amekuwa kimshauri aoe, lakini Hamisi anamjibu kuwa anatafuta karabai, vikoroboi havitaki. Mke wangu, nadhani Pendo sio koroboi. Atamfaa. Isitoshe, baba yake Hamisi ni tajiri. Pendo akiolewa na mwanawe, tutakuwa tumejenga uhusiano na matajiri. Hilo ni kweli kwamba sura ya mwanetu Pendo ni karabai. Mbala mwezi hasa. Lakini mume wangu, ikiwa hivyo, ndio nini hasa? Uzuri wake ndio tufanye tumuuze mwenetu? Mume wangu chunga sana. Vinginevyo tamaa ya mali itakuangamiza wewe mwenyewe pamoja na wanao uliowazaa. Ukumbuke binti yako huyo unayetaka kumwoza kwa ndoa ya mkeka ilikuwa olewe mwaka juzi, mara tu baada ya kumaliza shule ya msingi. Alipotokea mchumba ukakataa kwa madai kwamba binti yako anataka ajipatie mchumba mwenye nafasi nzuri. Hatimaye ukamhamishia huko mjini na kumuingiza tena shule kwa matumaini kuwa endapo angefaulu mitihani na kwenda sekondari, bila shaka kwa kudhani kuwa atakuja kuolewa na mtu mwenye pesa zake. Sasa matokeo yake ndiyo hayo unayoyaona. Kama angeolewa na yule kijana uliyemkataa, yasingempata yote haya. Kwa hiyo mimi mama mtu sikubaliani kabisa na hili unalotaka kumtendea mwanetu.
sikubaliani kabisa, wala sitakubaliana, akamaliza mkewe. Isitoshe, ndoa ya mkeka haitambuliki kisheria, akaongeza. Mimi nimesema ni ndoa ya mkeka tu, sina kauli nyingine. Tena lazima ifungwe leo. Baba yake mtoto wa kiume ana habari na shehe yuko tayari kuifungisha. Mpaka wakati huu Pendo, ambaye kwa mshangao mkubwa na masikitiko alikuwa kasimama kimya chumbani kwake, alikuwa akiwasikiliza wazazi wake kwa makini sana, akaanza kupata mwanga fulani kuhusu litakalomsibu. Hakuwa ametambua hasa kwa nini baba yake alikuwa kamtuma aende shule akachukue kila kilicho chake, ingawaje alihisi kuwa hangeendelea tena na shule kama mwanafunzi. Baada ya kugundua kile ambacho angetendewa siku ile, akaamua kuchukua hatua mara moja. Hivyo, pasipo kuchelewa, Pendo alitoka chumbani kwake kwa kunyata, akatoka nje, akaenda kumuona kijana Hamisi. Msikilizaji, endelea kusikiliza. Heri. Hamisi bin Saleh alikuwa kijana mwembamba, mrefu, mwenye uso mpana, na kichwa chake kilibeba nywele ndefu kiasi zenye rangi nyeusi inayong'ara mithili ya viatu vilivyokolea kiwi. Rangi ya ngozi yake ilikuwa maji ya kunde. Umri wake ulipata miaka 25. Alikuwa mchangamfu, mkarimu, aliyewavutia wengi, vijana wenzake kwa watu wazima na hata wazee. Hamisi alimiliki duka dogo lililoshehenezwa aina mbalimbali za bidhaa, kuanzia vyakula vya kila aina, sabuni, mafuta mazuri na yale ya kupikia, vipodozi na vitu vingine vingi, hasa vile vinavyotumika majumbani katika maisha ya kila siku. Pendo alizoea kununua mafuta yake ya kujipaka toka dukani hapo. Mara nyingi aliyachukua kwa mkopo. Kwa vile duka lile halikuwa mbali nyumbani kwa kina Pendo, haikumchukua muda mrefu kufika. Alipofika alimwamkia. Hamisi akamwitikia, kisha akasema, "Samahani kaka Hamisi, naomba kuzungumza na wewe." Maneno hayo hayakumshtua sana Hamisi, ambaye alikuwa kamzoea sana Pendo. Mara nyingi tu walikutana na kuzungumza. Kwa hiyo hakuona sababu ya kuombwa samahani. Kwa hali hiyo akajibu, "Bila samahani dada Pendo, sema tu, duka lako hili dada." Lakini Pendo akasita akisema, "Naomba faragha kaka." "Faragha?" Hamisi akauliza kwa mshangao kidogo. Ingawa alikuwa kazoea kuongea na msichana huyo, lakini mazungumzo yao siku zote yalikuwa ya kibiashara tu. Pengine alikuwa akitaka kukopa au kulipa deni, na hakuwahi kuomba faragha. Haikutokea hata siku moja kuzungumza na msichana yule masuala yasiyohusiana na biashara. Hata hivyo, Hamisi alimkubalia ombi lake hilo. Kwanza akamwita mdogo wake akamkabidhi duka. Akatoka ili amsikilize Pendo. Wote wawili wakaenda kando kidogo. Msikilizaji, endelea kusikiliza. Heri. Pendo alipopata nafasi hiyo akafurahi sana. Akaanza kwa kusema, "Kaka, samahani sana. Najua utanishangaa, lakini naomba unielewe. Mimi mwenyewe binafsi sihusiki kabisa kwa namna yoyote ile katika ninalotaka kukuambia. Wewe sema tu. Usianze kujitetea wala usiogope." Hamisi akamjibu. Ndipo Pendo akaanza kueleza, "Kaka, sijui nianzie wapi. Anzia popote pale tu, kichwani au mkiani, kulia au kushoto, na mbele au nyuma. Mimi nakusikiliza tu." Hamisi akajibu huku akitabasamu. Hali hii aliyokuwa nayo Hamisi ilimtia sana moyo Pendo. Akaendelea kueleza, akasema, "Kaka,
nimeshtuka sana leo asubuhi kugundua kwamba wazazi wangu wanataka kunioza kwako kinguvu. Tena kwa ndoa ya mkeka. Nini? Hamisi akauliza huku uso umebadilika kwa mshangao na hamaki. Nasema hivi, wanapanga ndoa ya mkeka kati yangu mimi na wewe Hamisi. Akasisitiza Pendo. Linawezekanaje jambo hili? Mbona hatujawahi kufikiria hata kujaribu kwa wapenzi wala kuelekea kwenye jambo la namna hiyo lakini? Au labda wewe mwenzangu umepata kuanzia jambo la namna hiyo pasipo kuniambia wala kuniashiria? Akamuuliza Hamisi. Hapana, kweli kaka, na kuhakikishia sina hili wala lile kwako. Ukiona nimefika hapa kwako, jua nafuata huduma ya biashara toka dukani kwako tu. Je, umewahi kuhisi jingine lolote zaidi ya hilo? Pendo naye akauliza. Hapana, sijahisi kitu. Usemavyo ni kweli, lakini kinachonishangaza ni kwamba jambo hili limekujaje? Hamisi akataka kujua. Hata mimi sijui. Nimepigwa na butwaa nilipogundua kuwa mipango inafanyika ya kutuingiza katika jambo kama hilo. Akasema Pendo. Lakini je, ni kweli jambo hili linapangwa? Hamisi akataka kuthibitishiwa. Ndiyo, ni kweli kabisa kaka. Mimi mwenyewe nimemsikia babangu mzazi akilipanga hilo na mama. Mara baada ya kusikia, ndipo nikaja mbio ili kupasha habari, maana litafanyika leo hii. Na wewe mwenyewe binafsi unasemaje? Au niseme utafanyaje sasa? Hamisi akamuuliza. Kaka, sina la kusema wala la kufanya. Utafanya nini mtoto wa kike? Akajibu Pendo. Hapana, usiseme huna la kufanya. Hili unalofanya sasa ni dogo. Kunipa mimi taarifa kama hii ni tendo kubwa. Labda nikuulize lingine, je, uko tayari hilo litufike? Au labda niseme unanipenda? Hamisi akaendelea kuuliza. Swali hilo lilikuwa gumu kidogo kwa Pendo. Hivyo akasita kidogo kulijibu. Kisha akatabasamu na kusema. Kukupenda nakupenda kaka. Lakini si kupenda kwa aina hiyo anayotaka kutuingiza. Wewe mwenyewe unajua kuwa kamwe sijawahi kujaribu kukushawishi kwa maneno, mwenendo wala tabia ili tuanzishe uhusiano kimapenzi. Pendo akajibu. Kisha Hamisi naye akasema. Ni kweli, hilo sijaliona kwako, wala kwangu mimi halipo pia. Sasa hawa wazazi wetu wanataka kututia gerezani bure. Hamisi akajibu kwa masikitiko. Halafu Pendo akamalizia maelezo yake kwa kusema. Kwa kweli kaka, nimesikitishwa sana na jambo hili. Ndio sababu nimeona nikuarifu. Ningenyamaza ningekuwa wa kulaumiwa. Sasa likitupata, natumaini umenielewa na kunisamehe. Basi tupange cha kufanya sasa kaka. Hakuna cha kupanga Pendo. Yote niachie mimi. Asante kwa taarifa hiyo. Wewe umemaliza kazi yako. Lolote litakalotokea wewe poa tu. Rudi nyumbani. Kazi iliyobakia ni rahisi sana kwangu. Nenda kapumzike raha mustarehe. Usipate tabu wala moyo usikudunde. Upoe kama maji mtungini. Walipomaliza mazungumzo, Hamisi akarudi dukani kwake na Pendo akarudi nyumbani. Pendo alijawa na wasiwasi. Kwa sehemu alijilaumu. Akijua hali aliyokuwa nayo, akafikiri kuwa asingekuwa kajiingiza katika starehe mapema, yote haya singemtokea. Kwa sehemu pia alimlaumu baba yake kwa tamaa ya mali iliyopelekea kutaka kumtendea hilo alilokusudia. Mambo mawili alimzidisha Pendo wasiwasi. Kwanza, Pendo hakujua huyo baba yake atawafungishaje ndoa ya mkeka. Mbaya zaidi ni kwamba hakuwahi kuona kwa macho yake hata hiyo ndoa ya mkeka jinsi inavyofungishwa. Neno ndoa ya mkeka
alilisikia tu midomoni mwa watu mitaani. Anachokumbuka ni kuwa ndoa hiyo ni ya kutisha, ni ya aibu, yenye kuonyesha dalili ya kuanza maisha ya utu uzima vibaya. Jambo la pili lililomwongeza wasiwasi ni kwamba hakujua Hamisi angechukua hatua gani kukabiliana na hali hiyo aliyomweleza. Hasa hakujua yeye mwenyewe binafsi ataathirika vipi kutokana na kitendo hicho cha wazazi wake. Na kadhalika, hatua ambayo Hamisi angeichukua dhidi yao. Alijiuliza, je, Hamisi atakubali ndoa hiyo ifungwe baina yetu? Ikifungwa je, itakuwaje? Tutaishi vipi pasipo maandalizi yoyote kufanyika? Tutaeleweka vipi kwa ndugu na jamii kwa ujumla? Je, ikiwa Hamisi atafanikiwa kuizuia isifungwe, nitaishi wapi? Nikiliepuka tendo hilo ovu, nitaishi wapi na nani? Nitaishi vipi? Maswali haya yote yakausonga moyo wa Pendo. Yakamzidishia wasiwasi. Hali ikamuia ngumu. Moyo kampwita-pwita, kichwa kikamuuma na kichefuchefu kikamwanza tena. Akiwa katika hali hii mbaya, Pendo akajisemea kwa sauti ya chini, maskini Pendo, shule ndiyo basi, heri wangu naye ndiyo kabisa, mbona dunia inanichapa kiboko? Oh, maskini mie. Pendo akatembea haraka haraka akaingia nyumbani kwao. Akaenda moja kwa moja hadi chumbani kwake. Akaingia kitandani ili kujipumzisha. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Mnamo saa 11 hivi za jioni, Pendo akiambatana na baba yake mzazi pamoja na Sheikh Abdallah waliingia chumbani kwa Hamisi. Sheikh alibeba ubani na msahafu. Wote watatu waliketi wakamsubiri Hamisi. Muda si mrefu Hamisi aliwasili. Mikononi alikuwa amebeba vitu ndani ya mfuko wa plastiki. Akawakaribisha akasema, samahani, wazee nimewaweka kwa kitambo kirefu. Hata hivyo nawaombeni mpoze mako yenu kwanza. Akatoa chupa za soda ndani ya ule mfuko wa rambo. Kila mmoja akapewa chupa ya soda. Lakini shehe alikataa akisema, shughuli kama hii haihitaji kula, kunywa, ngoma, wanenguaji, kutoa zawadi, vigelegele, na haihitaji mapambo wala wapambe. Maana hufanyika haraka tu. Sasa we tupe nafasi tuendelee na shughuli iliyotuleta. Samahani sana wazee wangu. Mimi sikuyajua hayo. Na wasihi sana kwa heshima yenu muyapokee haya maji yaliyo mbele yenu. Tafadhalini sana na wasihi. Hamisi akazidi kuwaomba mpaka shehe akakubali kwa kutingisha kichwa. Wenzake nao wakazishika zile chupa za soda na kuanza kunywa soda. Hamisi alipoona wameanza kunywa, akawaomba atoke nje kidogo tena ili akalifunge duka lake kwa siku ile, kusudi apate kutulia na shughuli ifanyike. Wakamruhusu. Akatoka nje kwa haraka akarudishia mlango wa chumba. Wale wazee wawili pamoja na binti yao Pendo wakaendelea kunywa soda huku akizungumza. Sheikh Abdallah akasema, inaelekea kijana huyu atakuwa mkwe bora. Kwa kawaida tukio la namna hii huwa linaambatana na chuki, hata na ghasia kwa upande wa mvulana. Lakini inaonekana sivyo kwa huyu mkweo mtarajiwa. Kwake mambo ni tofauti kabisa. Alhamdulillah. Yeye hana haya. Kweli kabisa. Hata soda ananunua. Uliona wapi hiyo? Babake Pendo akaafiki. Umepata bahati ya pekee mzee mwenzangu, akasisitiza Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin. Maana siku njema huonekana asubuhi, Waswahili walisema. Babake Pendo akaongezea, labda huyu binti yangu kwa ukorofi wake amchokoze tu. Lakini kwa kweli kijana ni muungwana. Kalelewa na kuleleka. Unasikia Pendo Sitaki baadaye nisikie eti sijui mume wangu kafanya nini au hakufanya nini. Kama ulimpenda, hakikisha unaendelea kumpenda kweli kweli. Maana hata sisi wenyewe tumethibitisha kwamba kijana wa watu atakufaa tu. Akasema babake. Si alifundwa lakini?
Akauliza shehe. Ndiyo, alifundwa kiasi cha miaka 4 hivi iliyopita wakati alipokuwa angali akisoma huko kwetu kijijini. Baba mtu akajibu, basi yatosha. Shehe naye akasema. Kisha akauliza, huyu binti yako kwani ana miaka mingapi? Kama akimaliza mwaka huu tunaokwenda nao atakuwa na miaka 16. Baba mtu akajibu. Kumbe ninyi mnawafunda watoto wakiwa bado wadogo hivyo? Yaani mwamfunda mtoto kabla hata hajavunja ungo? Akauliza shehe kwa mshangao mkubwa. Ndiyo, mara nyingine mtoto hufundwa hata kabla ya kufikisha miaka 10. Lakini mimi naona kwa watoto wa siku hizi ambao wanakimbizana na maisha, huo ndio utaratibu mwafaka. Siku hizi ni vigumu hata kujua mtoto wa kike anavunja ungo lini, akasema babake Pendo. Lakini huoni kwa mila hiyo inahitaji marekebisho kidogo? Shehe akauliza pasipo kufafanua ni marekebisho gani angetaka yafanyike. Kisha akaendelea kusema, sisi hatufundishi kigoli mpaka kwanza avunje ungo. Lakini ya nini kusubiri mpaka avunje ungo? Huoni kuwa hiyo ni hatari shehe? Je, akipatikana na ujauzito kabla hajafundwa itakuwaje? Akauliza babake Pendo, kwani unafikiri kuwafunda mabinti zetu tunawasaidia kujiepusha na ujauzito? Kwani unafikiri kuwafunda mabinti zetu kunawasaidia kujiepusha na ujauzito? Akauliza shehe. Ndiyo, tena sana, akajibu babake Pendo. Je, huyu wa kwako naye si alifundwa? Tena alifanywa hivyo kabla hajavunja ungo. Mbona kufundwa hakukumsaidia? Akauliza shehe. Basi tuyache hayo. Labda hilo kosa letu sisi wazazi. Pengine wanafundwa kwa mtizamo potofu wa kijijini au wa kizamani mno. Matokeo yake wakija mjini na kukabiliana na changamoto za maisha ya kisasa na ghilba za wanaume fisadi, wanafeli mtihani wa maisha. Yawezekana pia wanafundwa katika hali ya kuatia hofu na kuwatishia pasipo kuwafanya waelewe hasa kiini na umuhimu wa mafunzo wanayopewa. Matokeo yake wanatoka unyagoni bila kujua ukweli wa mambo na namna bora ya kuyakabili wawapo maishani mwao. Vile vile, huenda ikawa hata sisi wenyewe wazazi hatufuatilii vya kutosha tabia na mienendo ya mabinti zetu, au hatuzingatii mahitaji halisi ya wanetu kwa nia kuwatimizia mahitaji yao. Lakini mbona mimi na mama yake binti huyu tumefuatilia kwa kadiri tulivyoweza, na kwa kadiri tulivyojitahidi kufanya hivyo ndivyo mambo yalivyozidi kuharibika. Paka hivi leo tumejikuta tumo humu chumbani kama watu wasiokuwa na shughuli za kufanya, au kama wahalifu waliotiwa nguvuni. Baba yake Pendo akamalizia hotuba yake ndefu. Hilo la kufuatilia tabia na mwenendo wa watoto halitoshi. Muhimu ni nia ya ufuatiliaji. Kisha shehe naye akasema, wazazi tulio wengi kuwalinda mabinti zetu kama vile mlinzi alindavyo ghala la mazao yasiibiwe. Huwa tunajali zaidi maslahi tutakayoyapata na wala si usalama wa mhusika. Kwetu ni mahari tutakayopokea kwa kumwoza mtoto na wala sio maisha ya mtoto yatakuwaje baada ya kuolewa. Mzazi mwenye kufuatilia mwenendo na tabia ya mtoto wake kwa nia hiyo, asitazamie heri kwa mtoto wake kabla wala baada ya kuolewa. Shehe akasisitiza. Wakati mazungumzo haya yakiendelea, Pendo aliinamisha kichwa kwa aibu. Wazee walipomuona wakayaacha mazungumzo yao, wakaanza mazungumzo mengine kabisa. Wakaendelea kuzungumza mpaka ikafika saa 12 jioni. Ilipofika saa 12:30, mazungumzo yakaanza kuingiwa na dosari. Furaha ya mazungumzo ikaanza kupotea na subra sasa ikatoweka. Ilipotimia saa 1 za jioni na giza likaanza kuingia. Dhahiri kila mmoja wao alikuwa kaanza kuchoka. Ndipo shehe akasema, mbona kijana katuweka hivi kama wajinga? Shughuli kama hii huwa haichukui zaidi ya muda wa nusu saa. Sasa sisi tumekishakaa humu ndani kwa muda wa zaidi ya saa 2. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.